Na Bangama sasa leo tunataka utupe historia fupi, maana Kubi Banga alikuwa ni mkubwa wako. Kubi Banga alifariki kipindi hakuna YouTube, hakuna media, hajakuwa na kipao kikubwa sana. Leo sasa watu wanataka uandisie historia fupi ya Kubi Banga Lewis. Kubi Banga Lewis alianza lini? Kubi Banga mpaka anafikia kuuawa ilikuwa vipi? Inasemekana kwamba Kubi Banga aliuawa, ilikuwa wanatafuta wewe ndio wakuue, lakini ikabidi wamuue Kubi Banga. Na Bangama sasa leo tunataka utupe historia fupi, maana Kubi Banga alikuwa ni mkubwa wako. Kubi Banga alifariki kipindi hakuna YouTube, hakuna media, hajakuwa na kipao kikubwa sana. Leo sasa watu wanataka uandisie historia fupi ya Kubi Banga Lewis. Kubi Banga Lewis alianza lini? Kubi Banga mpaka anafikia kuuawa ilikuwa vipi? Inasemekana kwamba Kubi Banga aliuawa, ilikuwa wanatafuta wewe ndio wakuue, lakini ikabidi wamuue Kubi Banga. Hii ni habari ambayo inaongeleka, watu wanaongea, lakini hatuna uhakika nayo. Tuadisie, tufafanulie, kiufupi ilikuwa vipi? Kwa hicho kitu naanza sijui naanza nikasemaje. Kama watu wanasema sewa kwa natafuta mie. Mungu anamjua yeye na mimi namjua. Ilifika muda wake tu. Kuna Kubi Banga ilikuwa vipi sasa kipindi walimuua vipi? Watu hawakuweza kujua, waliona tu Kubi Banga sijui aliuawa wakamtupa fast. Ilikuwa vipi Kubi Banga? Sababu inasemekana kama mlikuwa wote mnasherehekea labda kombe la Lydia Ridic la mwaka 2012. Ilikuwa vipi sasa? Tulikuwa naye tulienda kusherehekea kombe letu hapa, sijui anaita bar inaitwa Scala. Iko sehemu gani? Hapa Roero. Ikabidi tukatumia kabisa kama kawaida, vinywaji kama kawaida. Ikabidi afike muda wa kutoka, twende mukartier, tukatoka mimi na yeye, tukaenda tena tukachangia kama kawaida. Hapo muda wa saa ngapi? Wa saa 4:30 hivi ya usiku. Mlikuwa mna gari au mlikuwa mnaenda na miguu? Tulikuwa wa miguu. Kwangu ni karibu na kwenye yeye anaishi ni karibu. Na Bwiza inajulikana kama Bwiza ni mjini. Unaweza kupiga hata na mfazi tu unafika dakika 2 unakuwa ushaingia. Naam. Basi ilifika paka saa 5:30 ya usiku. Ikabidi akanambia Joe, mimi nachomoka. Nikamwambia wangu mimi uende, lakini mimi nikingali hapa kingali natumia kidogo. Basi akanambia kesho tutaonana. Basi na sasa alienda na njoo ilikuwa inafika tayari. Sasa wale watu wakawa wamemfanyia kibaya. Na asubuhi yake sasa, baada sasa Kubi Banga kufa, uliamka, nani alikuja kukuambia? Mtu wa kwanza kuja kukuambia ndugu yako alifariki nani? Maana yake mimi ni wale watu wanaamka asubuhi alfajiri wanaenda kusali. Waliamka wanajua kwangu, wakagonga, wakaita bibi yangu, maana fungula, wanakuwa wanamuua. Sasa mimi ndio nilikuwa walikuja kuamsha. Wewe sasa baada ulibaki, Kubi Banga alikuacha kule kwenye sherehe. Kwako ulifika kwako saa ngapi? Mimi nilifika kwangu saa 8 ya usiku. Nikalala. Asubuhi sasa watu wanakuja ile alfajiri kuniamsha, kuamsha bibi yangu, ananiambia kuja wanaua bwanako. Wanaua mkubwa wako. Bwana yake bali Joani mimi. Yani walikuja kuamsha, wanamgongea mke wako. Wanamwambia ndio bwana wako wanamuua. Na wewe upo ndani umelala. Basi mimi sasa nilikuwa ndani nikashtuka, nikajua sasa mimi mtu mzara na mimi nilikuwa mzima. Nikajifikiria mbui sijui nani, lakini nikaona kama hicho kitu kieleweki kwa gisi tuko kwa inchi. Nikasema basi acha niamke. Amka kwanza. Mimi nikaamka hivyo, na vipi wewe? Bwana pia kwanza uangalie sama ni ndugu yako. Basi nikazunguka kweli, nikakutana kwenye mimi nilikuwa naishi kama sagisi kuu barabara tu, walimtupa kwenye msingi. Basi ikabidi chenye kilifika, mimi nimtoka kwenye msingi, nikamsachi, nikakutana kila kitu kinaenea, na sisi tumepeana pesa kila kitu. Basi tukaanza ita watu, tukasema njoo hivyo tena. Ilifika kuja muangalie. Na hakuna kesi yoyote au bifu yoyote Kubi Banga alikuwa nayo na watu? Kubi Banga ni mtu mwenye alikuwa mchangamshi sana.
Nigizani Kubi Banga tulikuwa tukikala naye hivi. Bwiza. Najua paka Rohero alikuwa anatumia bia. Najua Rohero Nyakabiga atakuwa iko anakunya bia hizo saa. Anatoka hapa dakika 5 anaenda Mjabe story anakunya, anaenda wapi story na anarudia tena pale pale kwenye mianzia. Naanza kwa tu ni kitu ni bahati mbaya ilifika lakini ifu sioni juu mimi na yeye tulikuwa tunatembea sana. Sisi tulikuwa tunaongelea ni mpira tu. Ni mpira tu ndio ilikuwa muda wetu wa kuongea. Na baada ya kifo kuna upelelezi, polisi inafanya kazi yake, kazi inaiachia polisi. Polisi iliwaambia nini baada ya kufanya upelelezi? Wakati amekufa hapa kwa chochote kinachoendelea, tumetulia. Maana bilishia na vile. Mpaka sasa bado polisi haijaongelea chochote kuhusu Kubi Banga. Maana yake sasa après miaka 2 ndio tulijua sasa. Ilikuwa vipi mkajuaje? Mtu alikuwa anapigana na mwenzake. Basi Kubi alipigana huyo mtu après miaka 2 Kubi aishakufa. Ikakuwa vipi? Huyo mtu akapigana na mwenzake. Walikuwa wanapigana. Wanapigana. Kubi Banga alikufa mwaka 2012. Ina maana mwaka 2014 sasa. Huyo mtu akaanza kusema iko napigana wanashwana na mtu. Anamwambia wewe inaanza nikakumaliza saa jinsi tulimaliza fulani ndio alikuwa star wa hatari. Sikabidi mtu ashtuke. Kumbe huyo ndio alikuwa star wa kwanza. Ikabidi manake bana watu wakuje kutuambia. Basi sasa alikuja kuniambia mimi nikamtani mtu tunajua. Mnajua huyo Peti ni mtu tulikuwa tukikutana mimi na Ni Peti. Tulikuwa tukikutana kwenye tunaingia kwenye bar, tunaiba grand niko changia vipi muachia kidogo lakini ilikuwa ni Peti unakutana kani mtu anakabaka watu usiku vile. Kama sisi baada ya hapo sasa mshajua ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wenu wa karibu, mnamjua, mko pamoja katika kota. Nyie mlichukua hatua gani? Mlichukua hatua gani ambayo mliweza kuchukua? Kwanza cha kwanza mimi kilifika kinakuja mkichwa nimeshangaa. Kaishiwa. Nikaishiwa. Juu wakati amekufa na ule Peti tulikuwa tulimtana wanaita urgence. Na alikuwa hapo. Walikuwa wawili. Watu wakanambia mumuulize huyo kijana wakati mnambeba Kubi kwa mganga. Maiti iko nje. Huyo dogo. Dogo amekuwa na alikuwa hapo amekuja kuona maiti ya urgence ameumia, iko analala ndani kwa anamtunza. Nani kwa mtunza? Waganga walikuwa wanamtunza. Kwa mtunza. Mkasema huyu mtu ameumia vipi? Mbona mtu akatueleza atakatambia muulize kwanza huyu inaanza uwezekana na huyu alikuwa mwacha. Na labda alipigwa kaka. Tukamuuliza nikamwambia Joe vipi wewe umekuwa nini? Yule mtu akanambia utaweza tulikuwa tulishwana na huyu jamaa. Palikuwa mwingine pembeni wote walilumia. Ina maana Kubi Banga alipigana kawapiga lakini wakamzidi nguvu. Nasikia. Sasa hapo njoo kwenye nilishindwa kuelewa na wakati kifo sasa kilifika niliona kama ni vitu yanipita kitu. Kitu havieleweki. Na baada sasa ya hapo nyinyi nilikuwa nimesema kama polisi haikufanya kazi yao, hamkwenda kushtaki labda polisi. Huyu mtu amekuja ameongelea kitu fulani kuhusu Kubi, mumchukue labda mumfanyie upelelezi. Ilikuwa vipi hapo? Maana yake sasa yule mtu tumemkamata. Chenye kilikuwa kwanza unaona piko sheria. Hatukutaka kujiania, tulisema nchi inapasha fanya. Na mkuweza kutumia hasira light, mngetumia hasira mngefanya mambo yasiyowezekana. Mimi ndio nimkamata, nikamkamatia mwenyewe hapa. Basi kama ni bia wakupe. Kweli? Ukamwambia wampe bia na bia akakunya. Ukamwambia niadisie pole kisi ilikuwa. Sikumuomba ni adisie, mimi nimemkalisha kama sijui kitu, tumia tu message polisi. Kaambia njooni. Niko na mtu fulani hivi na hivi. Tumia siasa nzuri. So walikuja ikabidi watu wakauliza ni nini na huyu jamaa. Huyu jamaa alifanyika action fulani. Watu wakataka kumvamia au tumwachie, wakamwambia hapana. Acha kwanza tumfuatilie pole pole tujue ni kitu gani. Basi tukamkamata, wakambeba besere, wakamfunga muda mdogo parquet. Tukaona kama anagarariza kusema. Alikuwa kila muda akikuya kusamba anaona kama anakataa kuongea. Basi tukasema hatuna muda wa kupoteza. Abaki kule, Mungu atatulipia. Pia tumwachie Mungu. Bila kama sikusahau mzee, kama sikusahau kama ni mzee wako au mama yako, pindi Kubi anapofariki alisema mimi mtoto wangu
kuna neno nyingine, kuna kauli ambayo alisema ipo siku tu yule ambaye aliua mtoto wangu atapatikana. Ni kweli? Hiyo kweli. Ilikuwa vipi? Aliongelea vipi? Labda mimi naweza nikawa nimekosea. Ilikuwa vipi? Wala sema kila kitu chote ni Mungu. Mungu na kabisa Mungu. Naambia mimi kama mtu ananiwazia vibaya, najua Mungu yuko, lakini yule mtu kibaya kitamrudia. Njoo hivyo bisa aliongea. Na baadaye alikuja kujitokeza, lakini hakutaka kuongea, watu wenyewe walikuwa na kitu gani hasa kizuri wewe uweze kufa unasahau katika maisha yako Kubi Banga aliwahi kufanya uweze kufa unasahau? Kubi Banga ni mtu mwenye alinifurahisha sana. Juu alikuwa mfungaji. Bwana Messi anasema kama walikuwa nakumbuka walimpa jina la McAllister. Nyingine tu watu wanamuita ni Poison. Juu alikuwa ni sumu. Yani mipira ya kichwa, mipira ya kufunga, yani ulikuwa unashtuka tu. Juu kuna kipindi kimoja tuko Rwanda. Timu moja ya Kiyovu tunacheza na Rayon Sport. Stade imejaa kabisa, manake unasikia raha ya kucheza. Rayon Sport ishatufunga goli moja kwa 0. Basi inabidi usiku walituletea mayo mpya, matraining, manake kila mtu anatakata na stade inatakata. Rayon Sport ishatufunga 1-0. Panabaki dakika 5. Tunaambia mzee wa jamaa wanatupiga. Jamaa anatuambia wewe tulia. Tunaangalia kweli 85 inafika. Hakuna ujanja. Anaambia mfanyishe makosa tu hapa kidogo tumwe muone. Ndio akawaambia. Basi ilibidi jore tu dribble ba kufra. Panakia dakika 3. APR pamoja na Kiyovu na Rayon Sport. Rayon Sport ndio shatufunga goli moja. Ishawapiga bao moja. Kipindi hicho kama sikusahau palikuwa wachezaji gani katika timu ya APR na Kiyovu? Tulikamata hapo Kiyovu tulikuwa ni Warundi wengi. Kama kina nani? Tunatia Omar Wage, tunatia Fundi Histe, Ndikumana Saidi, Njari Abdalla, tulikuwa na Walonge wengi sana. Upande wa timu ya APR ya Kiyovu ya Rayon Sport palikuwa Gatera Alphonse. Palikuwa Daudi Shabani. Daudi Shabani anacheza APR pia. Anacheza Rayon Sport kweli. Unasikia? Balikuwa ni Warundi kama wanne. Masudi Juma alikuwa APR. Baada sasa ikapigwa pale free kick. Bakatia pale basi. Tuliona tu mchamana zunza kichwa. Yeye peke alitia pale akajitengea kazunza. Kubi Banga ndo alitia yeye peke akatia pale. Anabaki hapo dakika 3 tuko tunaangalia kwamba nyavu zinacheza tuna sara public inaamka ina sara sema wote pale ya kunani ya kufurahi unalia maana yake unasema mechi finali ilikuwa maana yake ni championnat tunacheza juu na jua ni wapinzani ni Sagisi Interstars na Rayon Sport pamoja na Kiyovu. Kiyovu wanasema kwamba ni timu ya Waswahili ni kama Interstars, Rayon Sport ni kama Vitalo vile tu unasikia. Naam, basi akumaliza panabaki dakika 1 na masekunde hivi. Kubi Banga tena nutilia bao la pili. tunalala mustadi. Mnalala mashabiki wa timu ya Aliditra anaangalia sekunde zinabaki anamalizia maji. Hapo sasa tumetoka aje ku stadi. Tulikuwa na basi yetu ya Kiyovu. Haikuwaka sema nini wanaenda wanaisukuma kutokea stadi ya Mauro mpaka Nyamirambo. Basi yenu wale mashabiki wanaisukuma tu. Haikuwaka wanaisukuma kwa mle ndani anaitembeza lakini watu wanamsukuma bila kuiwasha. Alafu nyie mko mnatembea na miguu ndani tu basi tu. Mashabiki mko wanaimba tu. Tunafika Nyamirambo afu watu wanatandikia vikwembe. Hiyo siku manake Kubi Banga alitulaza pazuri. Naam. Hicho ndio kitu hauwezi kusahau. Siwezi sababu kabisa. Naam, tukiachana na Kubi Banga, kuna Mbui Jamari ni mkubwa yako, kuna Kabe ya Kongolo. Kabe ya Kongolo kwanza iko wapi? Bimara Kabe ya Kongolo iko na mwani gani mdogo. Anaishi nani Holland. Iko Holland. Kabe ya Kongolo alitoka hapa tunaona kama alikuwa anachezea timu ya Vitalo. Ulaya kuchezea timu zingine. Ulaya alienda alikuwa maana yake mpira ulikuwa huko tena mkicho chake. Unamkumbuka anakumbuka kuja lini Burundi Kabe? Burundi Kabe alikuja 2014. 13 amekuwa hapa. Na kuna Mbui Jamari, ni kitu gani hasa uliweza kujifunza kati ya Mbui Jamari na Kabe ya Kongolo? Kitu gani hasa uliweza kujifunza katika maisha yako ya soka katika ukubwa zako pia
Pia na Kubi Banga watatu. Wakati sasa mimi niko naona niko nacheza nilikuwa na mie najua zaka tu ndakuwa mchezaji. Juu ya gisi wakubwa zangu wanacheza wanawaongelea nasema tu na mimi nipo siku. Mimi nilikuwa niko mdogo akikuja. Na wewe ndio wa mwisho kwenu hapo na wengine? Niko manake kuna wawili wa mwisho. Mimi manake kwetu tulikuwa 8, Mbui ni wa pili kwetu. Kwani mko ngapi kwa? Tulikuwa 10. Lakini mmoja katoka wa 3. Palitoka wa 3 hivi mnabaki 7. Tunabaki 7. Alafu ikawaje sasa kitu ambacho ulikuwa una wakubwa zako manake alikuwa bakitoka kwenye mazoezini na waangalia tu anakuja na botini na wenzake. Mimi nawahi kwanza ni botini yake na mtoea mashoksi na mwanikia pale nastapanguza manake najisikia kama ikibidi hata botini unamsaidia unaenda kwa mazoezi unasikia bile nilikuwa fieri naye na mimi kwa kusema nicheze mpira mwenyewe alinipa rongo esprit Kubi Banga ndio alikupa esprit akwambia alipanga jina zote kwa kusema nicheze mpira alinita Dimeco Carlos sijui nini manake juu nilikuwa nini mchezaji mkali. Baada sasa hapo sasa maisha yako ya soka unamaliza sasa katika timu ya Vitalo, tuliona unaenda kuwa kocha. Ulientraîner timu ya Messager, tuliona Messager, kuna baadhi ya timu zingine pia ulientraîner. Leo hivi Bangama leo hivi mtu akimtaka atamtoa wapi? Bangama leo hivi katika timu ipi? Kwa sasa hivi naanza kuambia niko nyumbani. Sina timu natulia kwanza. Unajua mambo ya coaching inachokesha. Kuna wakati unakuwa na stress unasema mimi kwanza sitaki timu kwa sasa. Inanitaka kwanza nipumzike. Na kuna wakati unasema kwa ile niko libre nataka kazi. Hiyo kweli kabisa. Kuna kipindi wakati sana uko na coach unakuwa unasikia ukienda nyumbani kichwa, roho inauma nini vile yote. Stress nini. Sasa unaona nikiendelea mwa hivi patakuwa tatizo nasema kwanza acha nitulie. Hakuna timu ambazo ziko zinakutafuta kwa sasa. Kwa hivi ni maongezi labda kificho. Kwa hivi ni kwa piko timu yenyewe kwa nanitafuta. Tuko tunaongea nayo lakini hatujafika kwa kitu. Ni maongezi tu. Juu na mimi nilikuwa nasema kwanza acha niangalie muda wangu na muda wako chini. Na Kubi Banga sasa national team ya sasa umeiona, national team ya Mtombola umeiona na national team ya Adela Mrushi uliiona. Japo kuwa kuna utofauti kati ya national team ya Adela Mrushi na national team ya Mtombola. National team ya Mtombola ambaye ni kocha Olivier Niyungeko imeweza kuifikisha Burundi AFCON ya mara ya kwanza, ameandika historia. National team yenu haikuweza kuifikisha Burundi AFCON. Lakini kivyangu mimi kuna utofauti. Wewe kivyako utofauti kwa wapi? Mimi utofauti kwenye naanza ongea wakati sasa tulikuwa tunacheza national team ya Adela Mrushi. Kwanza sisi tulikuwa tunapenda. Hapa kwa kitu cha hatari sana sisi tulikuwa tunapewa. Hapakuwa hata prime zinatoka kwa sasa. Prime za hatari maana tulikuwa tunaangalia ile receipt ikipatikana kidogo basi njoo lakini tulikuwa tunajiwaza maendeleo yetu tu. Na sasa kocha pale alikuwa Adela Mrushi ni kocha mwenyewe alikuwa hataki mchezo hataki urafiki hataki black maana yake kama uko mfanya kazi mtaongea kama utakifanya kazi anakutia pembeni. Kwa hiyo sasa utofauti sasa ni upi? Wewe unaona kuna mabadiliko fulani kati yenu kipindi kile ambako mnacheza na national team ya sasa kuna mabadiliko? Mimi naona kuna mabadiliko. Tena kipindi hiki naona pesa iko. Lakini naona mpira unakuwa sagisi. Unashuka kidogo. Sijui kama unatokana ni wachezaji wala kocha sijui na vile. Wewe kama sasa wewe unaweza kupendelea pakosolewe kitu gani? Ni kitu gani kinafaa kukosolewa katika timu ya taifa ya sasa? Tunaona kama tulicheza AFCON lakini tumetoka hatuna bao hata moja, hatuna pointi hata moja. Wewe unahofia ni kitu gani kilichosababisha tunakosa kupata hata pointi moja AFCON au goli moja? Kitu chenye mimi naanza nikaongelea kwa kusema national team ikuwe kwa sasa ikuwe ngumu zaidi. Kwanza national team ni timu ya nchi. Inabidi kila mtu wote anakuwa anaitoa macho. Unasikia? Sasa inabidi watu wanajua wanaingia kwa kile kitu kama timu ya taifa. Sio tunaingia kufanya mchezo. Tunaingia kupigania nchi kwa moyo na kila kitu chote. Baki kwa kusema nchi julikane na sisi tujulikane. Ndio. Unasikia? Kwa hivyo sasa timu ya taifa inamba Murugamba unaona inaonekana sasa hawajitumi wachezaji.
Ja, ukiangalia kuna wachezaji wanajua tu mimi nikisha kuwa selectionné katika timu ya taifa basi ndaika pale kamera itaniona, after kamera hakuna kazi nyingine inapasha fanyika. Yeah. Na ni ushauri upi sasa unawapa wadogo zako ambao wako katika timu ya taifa? Mimi nasema kama wadogo zangu nawapa ushauri, nasema mpira wa hivi ni biashara. Sasa na biashara kama ukingali na nguvu inabidi utumike paka ufike kwa mwisho. Kwa mwisho ni aje ufanye kazi, uoneshe watu wa kuona na kusifie na utoe matunda katika ile kazi yako unafanya. Yeah. Naam, Bangama tumeikaa muda mrefu, tumeongea mengi. Acha nikushukuru. Na mimi tena nasema nashukuru tena na moyo kwa kunihitaji hapa. Yeah. Nafikiri kwamba siku yote ambayo tutakokuhitaji uweze kutoa mchango wako katika soka yetu ya hapa Burundi, tutakuwa mwepesi kutuitikia wito wetu. Kabisa, niko tayari kabisa. Ni nchi yetu tunaipenda. Ni mpira wa kwetu, inabidi tutoe ushauri. Sagisi wa Brazil wanakuwa yuko kwao wanajivunia kwao, na sisi ndio sisi tuko hapa tunajivunia kwetu. Neno kama la mwisho kwa mashabiki wako. Nasema tena mashabiki Sagisi wanasema wa sportif. Nasema tena asante na kwa kunisikia. Ninasema tena nikingali pamoja na nyinyi katika sport yetu tunafanya. Sio tu mpira wala nini, sport zote tunafanya. Nasema tena ninawashukuru. Rero ndabashimira mwumvise byinshi dize Ale Bangama ivyo yashoboye gusigura kuvyerekeye mwene wabo ingene yishwe. Urumva yuko n'uwigeze kumwica nawe nyene yarafashwe burya amaraso arahuma yarafashwe ajanwa mu mimba. Reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukwikirana, ndetse nkaboneraho n'akaryo ko kubifuriza umunsi mwiza ku bindi biganiro bitandukanye bya Indundi TV. Bye bye.